Bwana mtazamaji wa Kivona Sports, bado tupo kwenye meza ya mazungumzo, na hapa tunazungumzia kuhusiana na soka, na hapa tunazungumza kuhusiana na klabu ya Simba ambao wapo kwenye hatua nusu finali, ambao na mchezo wao wa pili unapigwa pale nchini Afrika Kusini. Kuna story kubwa inazungumzwa hapa, kubwa zaidi na anatajwa Elie Mpanzu, na watu wanamtaja kwamba ndio figa muhimu kwa mafanikio ya Simba hasa kimataifa kwa alipoingia yeye mpaka sasa. Lakini pia wapo wanaamini kwamba Mpanzu ni zile level zinataka kufanana na ujio wa Oko alivyokuja Simba. Wapo wanaamini kama Mixon akataka kuja Simba. Wapo wanaamini kwa ufundi wa miguu yake ni kama Bernard Morrison hapa katikati. Lakini pia wanasema lakini huyu ni kama chama mpya hivi. Mpanzu ni mchezaji wa daraja gani na ipi faida yake kwenye klabu ya Simba hususan kwenye mashindano ya kimataifa? Je, huyu ndo Chama? Huyu ndo Okwi? Huyu ndo Morrison? Ama huyu ndo Mixon? Bwana umetaja hao watu watatu uliowataja hapo nyuma. Umetaja watu labda Mixon kidogo tukimtenga. Umetaja watu ambao wameshafanya makubwa kwenye klabu ya Simba ujue. Yaani hao Okwi umemtaja hapo. Yaani umetaja Okwi, umetaja Chama. Yaani hiyo ni miongoni mwa goti wa klabu ya Simba. Na kama Simba ingekuwa ina museums au wamejenga uwanja wao mkubwa wa kisasa, miongoni mwa picha ambazo inabidi wazichore mule ndani ziwepo, ya Emmanuel Okwi isikosekane, ya Clatous Chota Chama isikosekane. Hao ni wachezaji ambao wameamua mara nyingi kuhusu Simba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Emmanuel Okwi alifanya tangu Simba iko gizani. Chama kaja kufanya Simba tayari inanukia, ina faranga za kutosha. Yes, kwa hiyo ni wachezaji ambao usimweke Elie Mpanzu hapo. Usimweke kwenye hilo daraja. Yeye kama yeye ni mchezaji mzuri sana. Na kwanza anakaribia kumaliza nusu msimu. Sasa kaingia nusu msimu. Anakaribia kumaliza nusu msimu. Ameanza na mwanzo mzuri tu wa performance individually. Performance yake ni nzuri ambayo imechagiza pia kuiona Simba ilipo hapa. Kwa maana ya Simba sasa hivi kwenye michuano hii ya kimataifa ipo katika hatua ya nusu finali. Na kimsingi kwenye ligi Simba is not a big deal. Ishachukua tu ligi, ishafanyaga vitu vya namna hii mara nyingi tu. Lakini katika hii michuano ya Confederation no for the first time wanafika katika hii hatua. Tangu imekuwa Confederation Cup 2004. Okay, trace back huko nyuma mwaka 93 walicheza finali. Lakini Elie Mpanzu ni miongoni mwa kifaa muhimu, miongoni mwa silaha muhimu ya Simba katika kampeni yao ya msimu huu kufika hapa walipofika. Yaani just imagine mtoe Elie Mpanzu kwenye Simba, fanya hayupo, ibakie Simba kama ilivyo. Pengine usingefikiria kama inaweza kuwa hapa ilipo. Lakini uwepo Elie Mpanzu ambaye amechagiza timu kufika hapa katika baadhi ya mechi huko nyuma, ikiwemo mechi ya Al-Masry tu pale ilikuwa sehemu. Sasa mimi kitaka nianze tangu kwenye group stage, lakini tuende kwenye Al-Masry. Ya Al-Masry nadhani ndio muhimu zaidi. Mechi ya Al-Masry ambayo alidecide ile mechi mpaka timu inafanikiwa kuenda katika hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kwangu mimi Mpanzu ameanza vizuri, amedecide katika mechi muhimu, na sasa hivi ndo mchezaji threat zaidi, mchezaji hatari zaidi. Wanaenda kule South Africa, wala South Africa wameondoka na Elie Mpanzu hapa. Yaani kichwani mwao lazima kile alichowafanyia pale. Yaani lazima itakuwa ameondoka na jina lake kwa kile ambacho amekionyesha. Ni mchezaji ambaye anaonekana kuwa threat. Namba zinaanza kuongea. Mara ya kwanza alikuwa anakuwa threat bila namba. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda anapewa nafasi na Fadlu Davids, tunaanza kuona namba zinaanza kutokea sasa. Kwa hiyo kadri namba zinavyozidi kutokea na muda unavyozidi kwenda tutaenda kumpima kwenye daraja la kina Emmanuel Okwi, Clatous Chota Chama. Chama amekuwa MVP wa nchi akiwa na kikosi cha Simba. Emmanuel Arnold Okwi amekuwa top scorer wa nchi akiwa na kikosi cha Simba. Elie Mpanzu ndo ameanza nusu ya msimu huu. Cheche ambazo anazionyesha utampa daraja lake, utampa heshima yake, lakini sio kwenye level ya Clatous Chota Chama na Emmanuel Okwi ambao walikuwa na muda mwingi wa kukaa, ambao wameonyesha vitu vingi. Elie Mpanzu ana nafasi kubwa ya kuonesha kama atakaa sana kwenye kikosi cha Simba. Ameondoka mfalme Clatous Chota Chama ambaye ilifika kuna muda tulikuwa tunasikia inabidi kocha aingie kwenye mfumo wa Chama ili asurvive kwenye viunga vya unyamani.
Yeah. Alivyoondoka yeye ni kama Simba ilikuwa inatengeneza timu group la wachezaji ambao wanaweza kupigana kwa ajili ya klabu ya Simba. Lakini akaanza kuchomoza Ahoua kama mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi. Hafla anakuja Elie Mpanzu. Yeah. Ukimtizama Mpanzu sasa unamwona ndo anajipambanua kama anakwenda kuwa mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi kuliko kundi kubwa, ama unamwona bado na yeye anatafuta sehemu ya kujionyesha yeye ni nani? Swali lako zuri. Mpanzu ndani ya Simba ni mchezaji muhimu, lakini msimu huu ulivyoanza Simba ilimpokea Jean-Charles Ahoua huyo. Ahoua ambaye inaonekana kama ameichukua timu. Hiyo ipo. Yani nikisema hivyo nataka nikupe mazingira. Timu nyingi duniani, timu nyingi zina mchezaji ambaye ndo mwenye timu. Yes. Yani huyo yupo. Timu inasetiwa kwake. Yes, inawezekana ikawa sio kwenye uchezaji. Kwenye matukio mengi, set pieces, mipira ya kutengwa yeye, penalty kick yeye, vitu vingi anaamua yeye, mambo mengi anayaamua yeye. Umeelewa? Mchezaji huyo kwa Simba sasa hivi ni Ahoua. Ni mgeni ndani ya kikosi, ni msimu wake wa kwanza, lakini kwa sababu timu hii kwa asilimia kubwa imefanywa reshuffle, imebadilika, Ahoua amechukua hiyo position. Sasa hiyo position ambayo Ahoua yuko nayo ndani ya Simba ndio position ambayo Elie Mpanzu alikuwa nayo ndani ya Vita Club. Oh yeah. Yes. Vita Club Mpanzu alikuwa alpha na omega. Okay. Kila kitu yeye, free kick yeye, penalty yeye, corner yeye, kuassist yeye, kufunga yeye. Umeelewa? Huyo ndo Mpanzu. Kwa hiyo Mpanzu alikuwa bora zaidi wakati yuko kule, na Vita Club yenyewe haikuwa na nguvu. Msimu uliopita Vita Club walikuwa miongoni mwa timu ambazo zilikuwa dhaifu hali kwenye ligi. Lakini Elie Mpanzu ndo alirise kidole chake akawa anafanya wonders. That's why akawa best player wa Coupe du Congo, yani FA ya Congo. Akawa mfungaji bora wa Coupe du Congo. Wanacheza finali na Celeste ya pale Congo. Wao wanabeba ubingwa wa hiyo FA ambayo inawapa ticket ya kushiriki michuano ya Confederation. Lakini katika ligi hawakuwa na performance nzuri sana, kwa sababu walivyotoka kwenye season ya kawaida, walivyoenda katika playoff, ilikuwa Tupisa Mazembe nafasi ya kwanza, nafasi ya pili Manyema ambao tulienda Champions League. Nafasi ya tatu ilikwenda kwa Saint Louis Lupopo, nafasi ya nne ilienda kwa Aigle du Congo. Vita Club alimaliza nafasi ya tano. Ila kwa sababu wamebeba ubingwa wa Coupe du Congo ndo akaenda kwenye Confederation, Aigle du Congo akawa ametolewa. Kwa hiyo mpaka Vita Club wanapata tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa msimu uliopita ni King Elie Mpanzu, ambaye alihusika kwenye mabao 11, alifunga 12, akaassist mara 9. Umeelewa? Kwa hiyo mpaka anakuwa MVP wa Coupe du Congo, tafsiri yake huyu ndo mchezaji hatari, ndo mchezaji bora zaidi kwenye kikosi cha Vita Club. Yeye ndo alikuwa kila kitu kwenye kikosi cha Vita Club. Kwa hiyo tunapomuona hapa ni muendelezo wa performance, lakini kutake over ile kuwa kila kitu ndani ya Simba, hiyo nafasi bado hajaachiwa. Lakini ndo huyu mpigaji wa free kick wa Vita Club alikuwa yeye. Kona, of course hadi na Simba anapiga kona, lakini kila kitu, yani Vita Club ilikuwa inamwangalia Mpanzu kwenye kila kitu. Timu ilikuwa kwenye mabega yake kwa asilimia kubwa. Alikuwa anacheza na Jonathan Kangalombo, alikuwa anacheza na Mpiana Mozinzi ambaye alikuwa anacheza kama striker pale kati, Mwimba Isala. Hao wote ni wachezaji muhimu, ni wachezaji ambao walikuwa wanasaidia timu kupata matokeo, lakini Elie namba zilikuwa zinasema zaidi. Elie performance wise alikuwa anaongea vizuri zaidi. Na hata alipoondoka Elie Mpanzu, mashabiki walihuzunishwa sana. Kwa sababu kwenye mechi ya Coupe du Congo wakati anaaga, unajua kuna muda ilifika tu akawa anaaga hivi, mashabiki afaka kama hawaelewi. Kumbe ndo alikuwa ndo anaaga hivi. Anawapungia hivi, alafu baadaye akawa timu inarudi pre-season, Elie Mpanzu amegoma kurudi pre-season. Sababu alikuwa na contract ambayo ilikuwa inamhitaji aweze kuextend, kuongeza mkataba wake, lakini hakuongeza. Kwa hiyo Vita wanamsubiri Elie Mpanzu aje, yeye hakuja. Alikataa kurudi kwenye kikosi cha Vita Club. Mpaka baadaye anaenda Belgium, akafeli kwenye age, ilionekana age kidogo kama sio sahihi. Lakini baadaye tunamwona anaibukia kwenye kikosi cha Simba. So swali lako nadhani nimelijibu kwa mapana zaidi. Ni mchezaji ambaye alikuwa bora tangu akiwa DRC kwa maana ya performance. Hiki anachokifanya hapa ni muendelezo, lakini ni mchezaji ambaye hilo swali lako kwa maana ya Ahoua ku take over kwa kila kitu, Elie Mpanzu ndio kamkuta Ahoua.
Ahua ambaye pia na yeye namba zinazungumza, ingawa sio mchezaji ambaye anazungumza sana, lakini namba zinazungumza. Yaani anaposema Ahua kwa namba zake ungetegemea aimbwe sana, lakini aimbwe kwenye daraja hilo kama ambavyo anaimbwa Mpanzu. Mpanzu hana namba za Ahua, lakini kila mtu anasema Mpanzu ndo mwenyewe. Lakini ndo hivyo, ame take over Ahua. Mpanzu anahitaji muda pale ili kuweza ku take over. Maybe next season labda coach anaweza kaamua tu, bwana Mpanzu wewe ndo piga penalty, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Lakini so far Ahua anafanya vizuri kwenye hayo maeneo. Penalty akipiga anapatia, free kick zake zinakuwa nzuri, ana assist, anafunga. Kwa hiyo ukiwa na hawa wachezaji wote wawili uko nao uwanjani, well and good. Yeah. Nilikuwa na chat na mtu Instagram, niko chokocho wa boli. Akaniambia akimtizama Mpanzu Simba, anamuona anacheza mbali na maeneo hatari. Yaani yeye alikuwa jicho la kiukocha. Anaamini angecheza eneo la juu kidogo, ama acheze kama namba 10 wawili yeye na Ahua, ama Ahua anampisha kwenye mapana ili apate lile shimo, kwa maana miguu yake miwili ina uwezo wa kufanya vitu vingi. Mwalimu alikuwa ananiambia hivyo. Nataka siwezi kumtaja. Wewe ukitizama kwenye position anacheza sasa hapa, sio roles, position. Unaiona kwamba kweli anacheza mbali sana na maeneo hatarishi Mpanzu. Eli Mpanzu ni kiungo wa ushambuliaji. Anaweza kucheza namba 10, anaweza kucheza winga. Na hayo ndo maeneo ya kulisogelea lango. Winga ana invert, anaingia kati, sababu fullback Mohamed Hussein ana overlap. Yeye utamwona anaweza kuingia kati. Akicheza kama namba 10 anaweza kuingia kati pia. Ahua na namba nzuri, lakini akitokea kwenye namba 10. Kwa hiyo Mpanzu kwenye winga, kwenye namba 10 bado yupo karibu na lango. Otherwise yaseme acheze namba 9. Nafasi ambayo hajawahi kucheza. Wafanye hivyo. Lakini iko nachokisema na muelewa kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch. Na ndio alitolea mfano. Yaani alikuwa ananichambulia kwenye mechi la kusema hii mechi kuna muda angemsogeza mbele, hasa kipindi cha pili. Kuna muda alikuwa naamini angesogea juu kidogo. Au kuna matukio angekuwa apewe afanye, yani wanafanyiwa na watu fulani kurana mipira kwenye maeneo fulani, angeweza kufanya kitu. Alikuwa anacheza objective, alikuwa anacheza kimaelekezo kabisa Mpanzu kwenye ile mechi. Kimaelekezo, so aina yake uchezaji. Achezaji vile yule. Shomona kaga sana mbali na lango. Mimi alikuwa anafanya link up, anatoa wapinzani katika concentration ya kiulinzi, anawavuta. Muda mwingi Mpanzu alikuwa anashuka chini. Unamwona ni kweli alikuwa anakimbia na goli. Anakimbia mbali na goli. Anakuja chini, sometimes anakuja kuokota mipira, kwa sababu kwenye timu ya Simba Ngoma unaye, lakini Ngoma pesi yake sio nzuri. Kagoma unaye, pesi yake sio nzuri ukilinganisha na Eli Mpanzu ambaye katika safu yao ya kushambulia ndo mchezaji ambaye ana hiyo pesi ya kwenda kuchukua mpira kwenye safu ya ulinzi na kapanda nao mpaka kwenye safu ya kushambulia. Uwezo wanao kwa kasi yake, kwa creativity yake ya kupunguza wapinzani kufika katika zone ya pili, na ndio alikuwa anatumika hivyo. Unamuona kuna muda anatoka kwenye position, anakuja chini, anakota mipira, anapanda nayo juu. Kwa hiyo sio kwa bahati mbaya, ilikuwa ni maelekezo ya mwalimu ili kuwahamisha wapinzani. Bad luck ilikuwa kipindi ambacho Mpanzu anatoa wapinzani katika concentration, wakawa na maki wengi. Hata ukiangalia kuna picha zimetrend, alikuwa anapita kwenye kundi la watu wengi, anafanya vile. Ilikuwa wakati yeye yuko kwenye marking, mbele namba ni ndogo. Yani Mukwala alikuwa peke yake kule juu, Stephen Dese anasema peke yake. Ilibidi namba iongezeke, maana yake labda Mukwala na Ahua kwa pamoja wawe mbele, au Kip Dennis wawe mbele. Mohamed Hussein alikuwa na overlap vizuri, alikuwa anasogea, anaenda kuexport ile nafasi ya nyuma ya fullback wa kulia, Enyina Emmanuel Godswill, ambaye baadaye walimfanyia mabadiliko kama uliona. Ule fullback walimtoa kwa sababu Mohamed Hussein alikuwa na overlap ile njia muda mwingi. Kwa hiyo kwangu mimi Mpanzu kwa alivyocheza ni maelekezo ya mwalimu, na performance wise kila mmoja alisema jamaa ka perform sana, licha kwamba alikuwa anakaa mbali na lango kweli. Kwa hiyo it was plan ya coach, na naamini ilimlipa kwa namna ambavyo yeye alihitaji mwenyewe imlipe. Bana huku Uswahilini kuna msemo unasema mwanamke anajua kupika nafaa kuolewa na mwanaume anajua kula. Sasa kwenye boli hapa kuna shimo dogo watu wanalizungumza kwenye kikosi cha Simba. Yaani miaka kadhaa nyuma ilikuwa timu unajua Starman ni Chama. Ilikuwa Starman ni Okwi. Alikuwa unamuona Bernard Morrison alitaka kujipambanua hapo. Mixon alitaka kujipambanua, lakini unamuona Chama alikuwa kaka mkubwa. Hata ukitaja mechi za matukio ambapo Chama ameziamua, unaona huyu jamaa alikuwa mwenye timu. Sure. Kwa sasa kuna watu wanaoitizama
Simba wanaona Starman ni upi? Ni Mpanzu ama ni Ahoua? Ni Ahoua. Wao wanazungumza kwenye namba, na kitaalamu nafikiri huu ni wakati wa Fadu kuamua sasa nani awe star wa timu yake. Wote ni wazuri. Good thing ni kwamba Mpanzu anaweza kucheza nafasi, sio Mpanzu, hata Ahoua. Yani wote wawili ya. Ahoua wakati yuko Sewespo alikuwa anacheza winga. Amecheza winga, alivyoingia kwenye kikosi cha Stella alikuwa anacheza winga kwenye season yake ya kwanza. Akacheza miaka miwili Stella. Season ya kwanza akacheza winga, akafunga goli 6. Kocha ndo akambadilisha kutoka kwenye winga akamleta katikati kwenye dimba, kwenye namba 10. Kamleta pale, season iliyofuata ndo akawa bora zaidi. Akafunga goli 12. Si ndio? Huyu ni mchezaji ambaye ndani ya Simba tumemuona akicheza tu kama namba 10. Elie Mpanzu alkadhalika anaenjoy kucheza pembeni, anaenjoy kucheza kati kwa maana namba 10. Kwa hiyo wote wawili hawa wanafanana kikaliba ya mazingira ya kiuchezaji. Sio style of play, position wise wanaweza kucheza katika maeneo yote hayo. Lakini unatamani kusema labda Ahoua ampishe Mpanzu kwenye namba 10, Ahoua atakusuta kwa namba, yenye namba zake zitakusuta. Simba Kibu Denis afungi sana mabao. Sawa. Safu yao ya kushambulia imesuasua, ndo at least Mokwala sasa hivi ameanza kufunga, ameanza ku-click kwenye mechi za hivi karibuni. Ateba anafunga, lakini ukija kuangalia pia na yeye anakosa sana chances na amefunga goli za penalti za kutosha. Kwa hiyo Simba ina struggle katika watu wenye sanaa ya kufunga, hawana wa kutosha. Umeelewa? Ahoua tayari ameshafunga goli 12. Si ndio? Amefunga, of course kuna penalty humo ndani, kuna free kicks, set pieces ziko humo ndani, kuna open plays ziko humo ndani. Lakini kama mchezaji anaweza kukupa magoli 12 na ndo kinara kwenye timu yako, unatoaje ujasiri wa kusema huyu tumtoe, tumpeleke pembeni au akae benchi kwa kumwachia Elie Mpanzu acheze pale? Sawa. Elie Mpanzu ambaye pia na yeye, mind you, Elie Mpanzu anajitafuta, hajamaliza. Umeelewa? Huyu anajitafuta, tunamwona. Anajitafuta bado haja click ile, yani kuseto, kwa sababu ameingia kwenye nusu msimu. Haja click kuseto na kuanza kuwa comfortable zaidi. Nadhani hii michuano ya kimataifa ndio inamsaidia zaidi. Lakini next season ndo watu pengine wanaweza kumuenjoy zaidi Elie Mpanzu. Sasa kwa wakati huu nadhani Ahoua aendelee kucheza katika namba 10. Kwa sababu namba zinazungumza, namba of assist inazungumza, namba ya magoli inazungumza, sio tu kwenye ligi kuu, hata kwenye mechi za kimataifa. Mpanzu ameonekana kuwa threat hata akitokea pembeni. Kwa hiyo bado aendelee kucheza katika hayo maeneo. Style of play inaweza kubadilika, labda ya kumtaka Mpanzu muda mwingi awe ndani ya box kipindi ambapo mawingo wana overlap kuja juu. Shomari aki overlap, Kibu awe ndani ya boxi, Mohamed Hussein aki overlap, Mpanzu awe ndani ya boxi. Yani ninavyosema ndani ya boxi simaanishi tu ndani ya 18, maeneo karibu na yale. Inawezekana ikawa ndani au nje kidogo, lakini maeneo karibu na yale. Maana yake Mohamed Hussein aki overlap, Mpanzu hawezi kutenda kuwepo kwenye touchline, atakuwa yuko ndani. It's obvious ni number 10 tayari. Kibu Denis hawezi ku overlap, overlap Kapombe, hawezi kuwa right side kwenye touchline, ataingia ndani, number 10 tayari. Yaani ni viungo wa ushambuliaji. Sio? Hapo una Ahoua naye pia yuko hapo ndani. Umeelewa? Kwa hiyo hata magoli ambayo anayafunga, hata huyo Mpanzu, magoli ambayo anayafunga kwa asilimia kubwa kaenda kuyafungia kwenye position number 10. Sio? Kumbuka goli dhidi ya Dodoma Jiji. Aliochukua mpira, kaachiwa pasi, akakimbia, kaingia ndani. Yaani ka convert kwanza, kaingia ndani kwenye position number 10 inside left, afu ndo akapiga mwichi ukawa umeingia kambani. Umeona? Kwa hiyo aina hiyo ya magoli na magoli yake mengine, magoli yake mengine utaona mengi ameyafungia kwenye hiyo position ya number 10. Umeona? Maana yake position number 10 Mpanzu anaipata uwanjani. Kwenye 4-2-3-1 ambayo Simba anacheza, namba 10 anaipata Elie Mpanzu. Kibu Denis anaweza kuipata na Ahoua anaipata pia. Sasa nani ni bora? Ahoua akitokea pembeni au akitokea kati? Elie Mpanzu ameshathibitisha akitokea pembeni ni threat. Huyu Ahoua tuje kumuona akitokea pembeni ndani ya kikosi cha Simba. Je, itakuwaje akitokea pembeni? Kwa hiyo ni gambo ambayo pengine Fadlu Davids ameshaifanya kwenye training ground. Ameshaona kwamba Mpanzu mwenyewe Mpanzu kucheza namba 10 anaweza.
labda mazoezini kawe kumjaribu akaona Mpanzu akicheza namba 10 bado anakuwa threat, lakini Ahoua anapoteza quality yake akicheza pembeni. Lakini tukienda kwenye nature ya wachezaji wa pembeni, wachezaji ambao wana kasi ambayo Mpanzu anayo sana, anayo sana kuliko Ahoua. Kwa hiyo unaweza kutengeneza mianya kwa hao wote wawili wakawa threat kama walivyo sasa hivi. Mimi naamini wote ni threat sasa hivi, but hii ni season yao ya kwanza. Pengine season inayokuja huenda tukaona kuna combination nzuri zaidi ambayo inaweza kutengenezwa hapa na ikazaa mabao ya kutosha. Ni Kibu Denis tu aboreshe ile quality yake ya scoring ili iweze kumit na kina Ahoua, kina Mpanzu bas. Na hivi kuna taarifa kwamba anatafuta striker mwingine mpya. Kwa hiyo kama hawa ambao wako nao kwa maana Mukwala na Ateba, au kuna striker mwingine atakuja ambaye atakuja kuongeza quality, basi huenda tukaiona Simba kwenye safu ya kushambulia ikiwa hatari zaidi. Bwana mtazamaji, nataka nikuibie siri. Huyu ni Gharibu Mzinga. Huyu ni guru kwenye taarifa zinazohusu soka la Afrika, iwe vilabu, iwe timu za taifa, iwe wachezaji. Sidhani kama nchi yetu kwa miaka 61 tunaadhimisha muungano tumebarikiwa kupata talent ama kupata potential kwenye eneo la uandishi kwa utemi Ronaldo Moni useme kama Gharibu Mzinga, hasa anapozungumza na kutafiti story zinazohusiana na soka la Afrika. Hili ndo shimo alilolichagua kupita, na Mungu sio Osmani wala sio Steveni ameshajipata. Yupo Azam Media, unaweza kumsikia kwenye radio na TV, lakini pia ni mchambuzi mzuri sana kama popo kumsikia. Na Kivona Sports, mimi ni Isike Fred, nipata bahati ya kuzungumza na gwiji wa story za Afrika. Hadi wakati mwingine.